Karibu ndugu na dada msikizaji mahali popote ulipo. Tena ni mimi wenyu Judith Nabwire na waletea kipindi cha afya. Leo hii tutaongelea juu ya tonsils. Tonsils zimesumbua watu wengi sana, lakini sana sana zinasumbua watoto. Ingawa watu wazima pia zimewasumbua. Zinashika koo, mtu hawezi akameza, akimeza anasikia uchungu sana. Na tutakuja kuona dalili za hii tonsils ama tonsillitis. Kwa madaktari tuko na njia nyingi sana ya kuita hizi tonsils, kwa sababu jinsi zinavyoshika koo. Zingine zinaitwa anti-adenitis ama throat endequisi. Hayo majina hamtayaelewa, lakini kama madaktari tunaelewa kabisa ni wapi hakika hizo lymph nodes ziwa zinashika mtu kwa koo. Dalili za tonsils ni nini? Mara nyingi watu wameona ya kuwa hakika mtu hawezi akameza, ana lose appetite. Tunaona kunakuwa na kufura kwanza ndani bila mgonjwa kujua ya kuwa ameshikwa na tonsils. Anasikia uchungu around the core na inakuwa kabisa kindani. Na hii kabisa iwa inaleta infection ambayo imeletwa either na virusi ama bakteria. Na hiyo bakteria kwa kimombo, kwa wale ambao hakika wanaelewa, inaitwa streptococcal bacteria. Streptococcal bacteria ndio iwa ina affect katika koo. Utakuja kugundua ya kuwa hakika koo inafura na kindani, na mtu anasikia ya kuwa akona fever, yani ile joto ambayo inamuumiza katika mwili. Alafu mara moja mtu ana lose appetite, yani tena ajihisi kama anataka kula, na utaona ya kuwa anakaa kana kwamba tena akona malaria, yani chills, anasikia ile ubaridi. Wengine wanasikia headache. Wacha niwaambie, nikiwaambia hizi dalili ukiunganisha, utajua mapema ya kuwa wewe sasa uko na tonsils. Alafu sasa misuli mwili wote unaanza kuuma, na kumbuka ulianza kusikia kana kufura kwa koo, uwezo ukameza. Wengine wanajisikia kama kutapika na atapike, na wengine wanatapika tu, na wengine hakika katika mapua unakuta ya kuwa inaunganishwa na kufungana mapua, alafu tena inaanza kutoa kana kwamba vitu vitakuwa vimefura ndani ya mapua. Ndio unaona katika sensory organs, throat na pua hakika na ear, hizo vitu ukiangalia katika sayansi vimeshikana, vimeguzana. Hiki kinapokuwa kigonjwa kina affect kingine. Ndio unaona ni koo, lakini utakuta ya kuwa katika mapua pia imefungana, imefura, na tena inapasuka, inatoa discharge. Ninaongea na mtu ambaye hakika tonsils zimemsumbua sana, na hizi dalili ambao nakwambia amezipitia zote. Na utaona ya kuwa hizo tonsils, mtu anapofungua mdomo ataona ya kuwa zimefunga pale koo, na tena ni nyekundu na zimefura kabisa. Ukiambia mtu apate kufungua, yani mgonjwa. Ni nini hiki ambacho hakika kinaleta tonsils?
tumeona ya kuwa mwili, kitu cha kwanza, mwili inapokuwa na kinga ya chini, low resistance immunity, utakuta mara nyingi sana virusi hakika vinaingilia mtu. Ndiyo diposa katika mafundisho haya yetu ambayo ni afya, tunahimiza watu wapate kukula kile chakula ambacho kinaleta immunity, kinaleta kinga katika mwili. Kama tutakula vyakula ambavyo vitaleta kinga katika mwili, ndugu msikizaji, dada msikizaji, mahali ambapo ulipo, utakuta ya kuwa tumefukuza magonjwa mengi sana. Tutakuja kuona vyakula ambavyo hakika vinaleta kinga mwilini. Ndugu msikizaji, tuache tu kukula kwa sababu ya kula ya kujaza tu tumbo. Tule vyakula ambavyo vitajenga mwili. Mwili inapokosa vyakula vya kujenga mwili, viruses na bakteria inapata nafasi ya kuattack miili yetu, na hasa tumeona ya kuwa ni kwa watoto. Na hizi vyakula ni vyakula kama gani ambavyo hakika tunakula tu kujaza tumbo, lakini havituletei manufaa katika mwilini mwetu? Utakuta ya kuwa kwa Kiingereza nimeongelea sana junk foods, vyakula ambavyo tayari vimetengenezwa, vinapatikana katika maduka, vimekaushwa, tayari vimepakiwa. Vyakula hivi tutavipata katika supermarket, yani tunaweza kusema take away foods. Hizi vyakula ambavyo viko tayari, tunaambiwa ya kuwa vingi vyao vina contain ama vinakuwa vimeundwa tu na carbohydrate. Tulishawahi kuongelea carbohydrate. Carbohydrate ni vile vyakula ambavyo vinapeana tu nguvu kwa mwili. Lakini tena kama huwezi kula chakula ambacho kinajenga mwili, chakula ambacho kinazuia ugonjwa kuingia katika mwili, utakuta ya kuwa hizi virusi na bakteria vinapata nafasi na vina-attack mwili wa mwanadamu. Na hasa sasa tonsils, inatakikana tule chakula kizuri. Wewe ndugu msikizaji, dada wangu, uko na mtoto ama wewe mwenyewe uko na tonsils. Unapokuwa na tonsils, tumeambiwa ya kuwa usile chakula ambacho kimekobolewa, yani processed food, vyakula ambavyo vimetolewa maganda. Utakuta ya kuwa hakika hizi vyakula, unapokuwa na tonsils zako pengine ndio sababu haziponi. Ndugu msikizaji, kama tonsils zimekusumbua kwa muda mrefu, wachana na vyakula ambavyo vimekobolewa. Vyakula hivi ni vyakula gani? Tutakuja kuviona ambavyo vimetolewa. Hata tunapoangalia katika duka ama supermarket, utakuta ya kuwa hata kama ni unga ya kupika ugali, utakuta ya kuwa ule unga umetolewa yale maganda ya nje. Utakuta number 1, utakuta number 2, utakuta number 3. Pengine number 3 hii ndio vyakula ambavyo sasa vimeshagwa na ile maganda yake ya juu. Lakini ukikuta number 1 wametoanyisha yale maganda, alafu sasa hiyo ndio unga. Ndugu msikizaji na dadangu, upate kujua ya kuwa afya yako inahitaji rafejes. Inahitaji rafejes ambazo zinatusaidia katika mwili wetu kusiaga ile chakula yoyote ambayo tunakula. Kwa hivyo vyakula kama tuseme ngano, unakuta ngano imeshagwa kabisa na imekuwa very fine. Unapokuwa na tonsils na unaendelea kula vyakula kama hivyo, hata kama utakuwa unapelekwa hospitali ukunywe dawa ya aina gani, tonsils zako hazitaisha. Kwa hivyo tunaona streptococcal bacteria ina affect
mambo haya kabisa. Na mtu anapokuwa hakika na tonsils atajihisi kana kwamba utaweza kufikiria ya kuwa uko na malaria, yani that is fever. Unakuta ya kuwa mwili inakuwa baridi, mwili tena inakuwa na joto, mwili inakuwa baridi. Alafu tena vyakula ambavyo ukila unaona unatoa chafya ama mwili ina react na hizi vyakula. Tunasema ya kuwa sasa unapokuwa allergic to, kila mwanadamu pengine katika maisha yako umekuwa na chakula, ukila chakula unakuta ya kuwa kuna tofauti katika mwilini mwako, mwili ina react. So mwili yako inapo react na chakula fulani, upate kujua ya kuwa uko allergic to hiyo chakula. Sasa tutakuja kuona chakula ambacho yule mtu yoyote ambaye ako na tonsils anakuwa allergic kwa chakula gani, na upate kuona ya kuwa hichi chakula, ndugu mpendwa, usije ukatumia ukiwa na tonsils. Tunaona ya kuwa food allergies inafanya mwili kudhoofika, kwa sababu mwili wako hauwezi kustahamili hile chakula, na hiyo chakula ukijiforce kukula, hakika utakuta ya kuwa sasa mwili wako unaanza kuwa mgonjwa kila wakati. Kama chakula kimekushinda, usijisukumie. Wacha niwaelezee ka story kidogo. Kuna watu hata ninapowaambia ya kuwa wanakuwa na allergy pale kitambo, pale kitambo watu wengine wanazaliwa, pengine ninaongea na mtu ambaye alizaliwa anasema mimi tangu utoto wangu sijanywa maziwa, na mwingine anasema mimi tangu utoto wangu nyama sili, na nikila nyama hakika mwili wangu unafurafura. Wengine wanasema nikila chakula fulani ninasikia yani nimekuwa mgonjwa. Lakini watu wa kitambo hapo, kabla sayansi ijaja, yani wazee wa kitambo wanashangaa, mbona wewe uli nyama, mbona wewe uli nini, uli maziwa, tutakutafutia dawa, eti dawa ya kienyeji upate kula nyama, upate kufanya nini, upate kunywa maziwa. Nilikuwa na ndugu mmoja, sio ndugu wa kuzaliwa, pale kijijini. Alizaliwa kama ali nyama, akawa mkubwa, akamaliza hata high school ali nyama, akaajiriwa. Sasa akaona ya kuwa nimekula sana mboga. Unajua kule kwenye mimi ninatoka, watu wanapenda sana kitoweo, yani kile kia kusindikiza ugali, ambayo niliwaambia ya kuwa hakika yani ugali unapokuwa na kitoweo utakula mingi sana hata upitilishe. Sasa huyu ndugu alipokuwa hakika ameajiriwa, akasema ya kuwa mimi nahitaji, sasa niko na pesa, nahitaji nile nini, nile nyama. Akaenda eti kijijini, eti wakamfanyia nini, dawa. Kula nyama. Akaanza kula nyama. Yule jamaa aliyekuwa ni mwembamba, mwili wake hujawahi kustahamili nyama, alifura akanona kana kwamba yeye ni baluni. Na sasa tumejifunza kabisa mambo ya nyama katika kipindi cha afya. Kama Mungu alikuumba akaona ya kuwa mwili wako usile nyama, na ukiwa unafuata hakika mambo ya afya, utaambia Mungu ni asante sana, kwa sababu watu wengi wametaka wafanye nini, wawache nyama, lakini tamaa imewazidi. Lakini wewe bwana, Mungu alikusaidia tangu uzaliwe ya kuwa usile nyama. Mbona unajisukumia kula nyama ambaye tuliambiwa ya kuwa siku za mwisho, tunaposoma vitabu vya Councils on Diet ambavyo vimeandikwa na dada wetu Ellen White, akasema ya kuwa siku za mwisho, hata ukisoma Ministry of Healing, siku za mwisho nyama zitaharibika.
Unajua Mungu anakuwa, yani yeye ni alfa na omega, huwa anajua kile ambacho kitatendeka mwisho. Alafu sasa wewe hapa Mungu alikuondolea, yani nyama, unapokula mwili una react, unafura, alafu tena unajisukumia ya kuwa wakupe dawa upate kula nyama ambayo itakuletea magonjwa. Mwishowe wacha nikwambie kenye kilitendeka kwa huyu ndugu, kwa sababu saa hizi nyama zimekuwa na magonjwa mengi, na kansa ambayo tunaona saa hii imetokana na nyama. Huyu ndugu alimalizia kuwa na kansa, na vile tunaongea hivyo amelala. Kwa hivyo ni vizuri kama unaweza kujua orodha chakula gani kile ambacho Mungu wetu alikuwekea ule usile, na mwili ukikataa usijisukumie. Aya, tunapoangalia watu wengine wanakuwa allergic to maziwa ya ng'ombe, cow's milk. Unapokuwa unaona ya kuwa unakunywa maziwa ya ng'ombe alafu mwili una react, wachana nayo. Na sana sana tena ukiwa na tonsils, na kuambia tonsils zako hazitaisha. Watoto nimesema ndio sana wanashikwa na tonsils, wanapenda chocolate, yani chakula ambacho kiko allergic to tonsils ni chocolate, maziwa ya ng'ombe, chocolate, na unga ambayo ni mweupe. Unga mweupe sana tumesema ni wa ngano. Hakika hizi chakula ndizo mbaya sana mtu anapokuwa na tonsils, upate kuepukana nazo. Na tunaambiwa ya kuwa pia unapokuwa na tonsils, wengi sana huwa wanakimbilia chemist na kwenda kununua antibiotics, yani zile ambazo hakika zina fight bacteria. Ni vizuri unapokuwa na tonsils, badala ya kuwewe mwenyewe kujinunulia, ni vizuri uende hospitali ukapimwe. Lakini hapa Bwana Mungu ametuongoza kabisa, wengi wamekuja kwetu wametibiwa tonsils, na tonsils wametibiwa kabisa, lakini kwa sababu wanapewa pengine zimekuwa so much stubborn, tonsils hazishi. Lakini tumetibu tonsils kama medical missionary. Ninapoongea hivi ninaongea na wale watu ambao wametibika tonsils. Sasa tuone tiba ya asili ambayo wewe mwenyewe utajifanyia pale nyumbani ni gani unapokuwa na tonsils. Tunaona natural remedies. Tunaona ya kuwa tonsils zinapofura zinakuwa na joto. Ninaongea na mtu ambaye amefura kule lymph nodes, zimekuwa na joto, hawezi akameza. Tunaambiwa wale ambao wamefanikiwa, mko na friji nyumbani, upate kuchukua ile ice kutoka kwa friji, upate kuiweka katikati ya ile towel ukajifunge. Hii inasaidia ya kuwa unapojifunga unazuia ile infection ya bacteria streptococcal ambayo tumesema isije ikaenea katika koo nzima. Na wataalamu katika research, tunapo research pia tunaambiwa ya kuwa inapoendelea hivyo ni vizuri pia uwe hakika na maji ambayo yako hot. Pia sasa kwa wale ambao hawako na friji, utakuta ya kuwa unakuwa na maji baridi hapo kwa besheni, na mengine joto kwa besheni nyingine. Ukuwe na towels 2, absorbent towels 2, upate kutumbukiza ile towel kwa cold basin, upate kurub, and that one goes for 5 minutes. Unatoa 5 minutes hapa kwa cold water, alafu tena kwa hot water unafunganisha hapo, unalaza mtoto ama mgonjwa kwa kitanda. Ndugu mpendwa, Mungu wetu ametupea yani matibabu ya bure, natural remedies. Ndiyo sababu tuko katika runinga, ambapo mahali ambapo ulipo
people. Ninashukuru kabisa hata wale ambao wananipigia simu wakiwa Amerika, wakiwa India, na wanaelewa hii lugha ya Kiswahili ambayo hakika ninaongelea. Lakini hivi punde tutakuja kugeuza katika Kiingereza. Lakini kwa sababu tuko maeneo ambayo hata watu wa Afrika hapa na watu wa maeneo hapa mahali niko Kisii pia wapate kuelewa, hata mama wakongwe, ndio sababu tumeamua kufundisha watu mambo ya afya hata kwa lugha ya Kiswahili ambayo ni second language in this country of ours in Kenya. Kwa hivyo tunaona ya kuwa mtu anapokuwa na zile tonsils zimemshika, hawezi hata akameza, chukua chumvi upate kui dissolve in a glass of water, upate kunywa, na usinywe mara moja ikifanya nini, ikiendelea kuanguka kwa tumbo. What you should do, una gargle. Kugargle, unywe. Kwa wale ambao wananiangalia katika TV, unywe alafu uisimamishe katika koo. Watoto wanapenda, tulipokuwa wadogo tunacheza, tungekunywa maji, tunaifanya fanya hivyo. Unapofanya hivyo, hata mtoto ule ama wewe haukuwa unameza, within some few minutes utakuja kumeza kitu kabla haujapata dawa. Kwa hivyo utakuta tuko na madawa pia ya kugargle. Apart from hiyo chumvi is just first aid. Tuko na madawa ambayo ukitufuata kulingana na namba yangu ambayo iko hapo kwa simu, utakuta utufuate madawa ambayo utagargle, madawa ambayo utanywa. Kwa hivyo ndugu mpendwa, utakuja kuona ya kuwa natural remedies Mungu mwenyewe hakika amepata kutupatia bure. Wewe tu endelea kutusikiza katika studio za Amazing Voice of Victory TV and Radio. Utakuja kuwa unajitibu wewe mwenyewe kwa nyumba. Na watu wengi wamesikiza, ninashukuru sana. Wanasema wale ambao wanafuata dawa wamepona katika jina la Yesu Kristo. Tunaona ya kuwa ukishafanya hayo, umegargle, umewekanisha ile kitawel, tena jambo lingine utakuta ya kuwa sasa upate kunywa maji mengi. Drink plenty of liquids. Liquids gani hizi? Fresh juices. Utakuwa na fresh juice ambazo hakika utablend. Sasa dunia inaenda mbio. Mimi hapa ni wanawahimiza wapendwa, pateni kununua blender. Kama uweze ukanunua juiza, nunua blender. Usije ukasema ya kuwa wewe ni masikini, hauna pesa za kununua blender. Blender unaweza. Kwa sababu gani? Utakuta watu wengi wamenunua nguo ya bei kali kabisa. Pengine wengine wananunua nguo ya 250. 2,500, 1,300. Na sasa ukiona blender tu kidogo, utakuja kuona zingine hata ya chini kabisa ambayo ni manual 700, utakuta 1,500, wengine 2,500, 3,000. Kwa sababu ya hiyo, afadhali ukanunue blender. Na kama huwezi, tuko pale nyumbani, you can improvise. Unaweza kutumia mubadala. Mubadala ni aje? Utatwanga hile upate kusqueeze. Bora uwe msafi, uoshe mikono, upate kuona jinsi unavyo squeeze haya matunda. Tunakuta ya kuwa fresh juices are obtained from fresh fruits. Na hizi fruits ni kama machungwa, hizi fruits ni kama lemon, zitakusaidia. You have to have vegetable juices. Tuko na aina nyingi sana ya vegetable. Tunaona cauliflower, na ndio sababu sisi kama madaktari tuko na hizi mboga ambazo hakika
unaweza ukapata, na zingine wewe mwenyewe unaweza ukazipata ukiwa pale nyumbani. Kwa hivyo ni vizuri kabisa unapokuwa na tonsils upate kujua jinsi utakavyo jitibu ukiwa pale nyumbani. Ni jambo gani hili tena ambalo unafaa uzuie? What should you avoid when you are having tonsils? Utakuta ya kuwa hakika wachana na sukari na vyakula vya sukari. Na ndio umeona ya kuwa hizi tonsils sana zinashika watoto. Mtoto anapoanza kusikia fever, mama mimi nasikia koo inauma, unataka nini? Ninunulie biscuit, ninunulie chocolate, ninunue nini? Utazidisha sana, utazidisha sana ugonjwa wa mtoto, na utatibu mtoto kwa bei ya juu ambaye hakika hawezi akapona. Kwa hivyo tunaona ya kuwa ni vizuri kabisa to avoid even those junky foods, alafu tupate ku cleanse. Ni vizuri hakika kama watu watatumia kabisa vegetable boots. Ninaposema vegetable boots ni ile mboga ambayo hakika tunapo blend utakuta ya kuwa pia hata inakuwa na liquid ama kitu kama povu. Hizi zinasaidia sana kwa mtu ambayo ako na tonsils. Tumeona ya kuwa lemon is very good for tonsils, and even ginger, that is tangawizi, ni nzuri kabisa. Hizi ndio juices ambazo tutatakikana, lakini kando na hapo ni vizuri utufikie, ndiposa ndio kando na hii tupate kukuongezea dose ama dawa ambayo Mungu wetu ametuambia tupate kutumia. Tuko na what we call peppermint. Tunaposema peppermint, hakika wengi hamutaelewa, lakini mkitufikia tutawaonyesha hiyo peppermint. Kwa hivyo ndugu mpendwa, Mungu wetu ni mwema kabisa. Tunapoendelea hakika, na tunaona ya kuwa tuko na madawa ambayo yanasaidia tonsils. Wewe mtufikie tu, tutawaelekeza, tutawafundisha, vingine tutawafanyia, na bado tutawapatia madawa, na hakika mtapona. Jambo lingine ambalo tunaona kabisa, watu wale ambao wana smoke, kuvuta sigara. Ndiyo sababu tumesema ya kuwa sigara, hata wewe unapovuta usivute karibu na watu. Wewe ni mvutaji, lakini utakuwa unafanya wale watu ambao wako karibu na wewe pia wanavuta. Na pengine hakika huyo, kama kuna mtu atakuwa karibu na huyo ambaye anavuta na kuna tonsils zake zitazidi sana. Na sana ndio unaona tonsils zinashika watoto wadogo. Tunasema muondoeni watoto wadogo katika nyumba ya yule mtu ambao anavuta sigara. Utakuta ya kuwa the core ina dry, alafu tonsils zinazidi. Kwa hivyo ndugu mpendwa, ni asante, ni mimi wenyu. Hakika nimewaletea kipindi cha afya, lakini neno la kuhimiza linatoka kwa Mungu. Linasema ya kuwa hakika nguvu zote ambazo tunapata kila siku zinatoka kwa Mungu. Unaposoma Zaburi 138 mstari wa 8, hakika Mungu tupate kuwa tunaomba Mungu ya kuwa apate kutusaidia, na apate kusaidia wale ambao wamekuwa wagonjwa katika ulimwengu mzima, katika dunia nzima. Lakini kitu ambacho pia tunafaa tufanye sisi, tunafaa tupate kuepukana na dhambi. Ndugu mpendwa, tunafaa tuepukane na dhambi, na Mungu wetu ataponya magonjwa yetu yote. Tukisoma Yohana 17, that is verses 15. Surrender to Jesus and let him guide your life. Jitowe wakufu kwa Mungu, na yeye ataongoza uhai wako, maisha yako, na Mungu wetu apate kukubariki mahali popote ulipo. Asanteni.